ambacho tunaenda kuangazia afya ya akili. Katika kipindi hiki ambacho tunaenda kuangalizia afya ya akili, tutajikita katika muktadha wa sisi vijana, na hasa sisi ambao tuko katika vyuo, na ninatambua ya kwamba si vijana tu wanatukasa. Kuna wale ambao wengine wameenda kuongeza elimu na bado ni wanafunzi, na hivyo mnaweza mkajikuta kwamba tunao wengine ni watu wazima, hata wazee. Siku ya leo, siku ya kwanza, nitaenda kuchukua sehemu ya utangulizi na vitu muhimu ambavyo tutavipitia vitakavyoweza kutusaidia sisi katika maisha yetu tunapokuwa katika changamoto ambazo tunaweza tukakutana nazo katika mazingira ya vyuoni. Tunapozungumzia afya ya akili, kuna vitu ambavyo tunatakiwa tuvifahamu sisi kama vijana. Afya ya akili inachukua nafasi ya hisia ambayo inaweza ikamgusa mtu binafsi yeye mwenyewe, au ni hisia ambayo inaweza kugusa rafiki au jamii. Lakini ni vizuri kutambua ya kwamba hapa duniani, ili wewe na mimi tuweze kuishi vizuri, tunatazamiwa kuwa na akili safi ambayo ina uwezo wa kufanya mambo yafuatayo miongoni mwa mengi. Akili ambayo inapaswa kuwa wazi. Kuwa wazi maana yake ni kwamba iko tayari kufundishika, iko tayari kuulizwa na kujadiliana. Ni akili ambayo ina uwezo wa kudhibiti hisia. Kuna watu ambao akikutana na jambo anatamani kumalizana hapo hapo. Tunapozungumza habari ya afya ya akili, kuwa na utulivu wa akili, tunategemea kwamba ni mtu ambaye anao uwezo wa kudhibiti hisia zake, mtu ambaye ana uwezo wa kufanya maamuzi sahihi kwa wakati sahihi, lakini mwenye nafasi ya kufikiri kwanza kabla ya kutenda jambo ambalo linaonekana linaweza likawa ni kubwa. Lakini awe na uwezo wa kukabiliana na changamoto ambazo zinatukabili sisi kila siku, kuanzia katikati ya marafiki zetu, darasani, kwenye jamii, lakini pia katika sehemu kama za mahusiano na kazi. Sasa ukiwa na afya ya akili ambayo ni safi, tunategemea kwamba ndiko utaweza kufikia vilele vya maisha, kwa maana ya kwamba wewe utakuwa na mahusiano mazuri miongoni mwa jamii, lakini pia utakuwa na tija, iwe ni kwa familia, iwe ni kwa jamii ndani ya kanisa, lakini pia kwa taifa zima. Sasa humu katika wanafunzi tuliomo, kuna wale ambao tayari wako mwaka wa 3, mwaka wa 4, wale wa medicine na faculty zingine wako kwenye mwaka wa 5 wa mwisho. Lakini ninatambua ya kwamba miongoni mwetu humu kuna wa mwaka wa kwanza, kuna ambao walimaliza mwaka wa kwanza mwaka jana tu, na wako mwaka wa pili. Hawa tunatofautiana katika namna ya kukabiliana na hisia na changamoto ambazo tunakutana nazo katika mazingira ya vyuoni. Sasa katika kipindi cha kuwepo chuoni, ni kipindi cha mabadiliko. Ulikuwa kwa wazazi wengine, tumebahatika kusoma kuanzia darasa la kwanza mpaka form 4 tukitokea nyumbani. Alafu kuna wengine ambao wamesoma mpaka form 6 wakitokea nyumbani, maana walienda form 5 A level wakiwa katika zile day schools wakitoka nyumbani. Huyu anapoingia chuo kikuu anakuwa na changamoto nyingi, iwe ni chuo kikuu, iwe ni chuo cha kati, anaanza kujitegemea, lakini akiwa anatokea nyumbani. Kuna wengine wamepata faida kidogo ya exposure
kuwa katika form 5, form 6 wakiwa kwenye vyuo hivyo na kwenye shule hizo, lakini form 1 mpaka form 4 alitokea nyumbani. Sasa hawa wote wanakutana, na wengine walisoma shule ambazo ni za kike tu, wengine walisoma shule ambazo ni wa kiume tu, lakini kwenye chuo kikuu wanakutana wote pamoja. Huko chuoni kuna ambao wametoka kwenye nyumba ambazo zina uwezo mkubwa, kuna ambao wametoka kwenye nyumba ambazo uwezo ni wakati, na kuna familia zingine ambazo tumetoka kwenye umaskini kabisa, na yeye anatambua kwamba nimeungaunga, na yeye anatambua kabisa kwamba kuna baadhi hata nguo nilikuwa napewa. Kipindi cha kuwepo katika mazingira ya chuo kina changamoto nyingi. Kwa hiyo katika tafiti kadhaa zinaonyesha ya kuwa vijana wengi wanapoingia katika mazingira ya chuo wanakabiliana na changamoto nyingi ambazo zinawafanya aidha waingie katika tabia tofauti tofauti au katika matumizi ya vitu tofauti tofauti. Na katika matumizi hayo huenda anakuwa anawaza na kufikiria kwamba ninaweza nikapunguza hisia kali, msongo au changamoto za upweke alizo nazo kutokana na mazingira ambayo anayo. Sasa tutaenda kuangalia baadhi ya vitu ambavyo karibu kila mtu anapitia, lakini tofauti yetu ni katika namna ya kuhimili. Haya mabadiliko yanaweza yakawa kama matano hivi. Badiliko la kwanza ni shinikizo la kitaaluma. Yaani unatakiwa homework mwenyewe, unatakiwa group discussion wewe mwenyewe, una deadline wewe, bado una assignment. Yaani ukikaa vibaya, kama ulikuwa sio mshughulikaji toka mwanzo, chuo kikuu au vioni sio sehemu ya kurelax, ya kufurahia, ya kwamba ni nyepesi. Huko kuna supplementaries zipo, huko kuna kukeri, huko kuna kudisco. Kwa hiyo sehemu zote hizo zinakukabili wewe kama mwanafunzi, na lazima utengeneze mikakati ya kushinda, sio kwa ufaulu mzuri tu, bali ni katika kufaulu katika nyanja zote za maisha ambayo tutagusa kidogo. Haya ni mabadiliko ambayo tumeona ni ya kijamii. Ulikuwa unaishi vijijini, ukafaulu, ukaenda shule ya kata, ukajitahidi, ukafaulu, ukaenda form 5, form 6, na yenyewe ni karibu tu hapo ndani ya wilaya au kata ile ile. Alafu sasa unatoka kwenda chuoni, ndio mara ya kwanza unakanyaga ndani ya mji wa watu waliochangamka. Ukikaa vibaya, badala ya kuchangamka wanakuchangamsha. Kwa hiyo ni vitu ambavyo ni vya kuangalia. Lakini kumbuka kwamba ni wakati ambako wengine walikuwa kila wakati baada ya muda kidogo tu message inaingia, ujambo, kutoka kwa baba au kwa mama, kutoka kwa shangazi, kutoka kwa mjomba. Lakini hapa unatakiwa usimame katika namna fulani ambayo ni kama vile unajitegemea. Hela yako iko mfukoni, maana wewe ni mwanachuo. Wewe unatakiwa uende ukale kulingana na uwezo wa kwako, lakini ni wakati wa kujua namna ya kusevu, kutunza, ni wakati huu. Na wengine maisha wanaanza saa hizi kwa kufikiri vitu vya kufanya. Kwa hiyo ni mambo ambayo ni ya msingi. Hapo nazungumza kwa wale wenye changamoto ambazo zinaweza zikawagusa, za kujitambua ya kwamba mimi niko katika mpito wa kutoka kuwa mtoto kuwa mtu mzima, na ninahitaji kutegemea watu wanitegemee badala mimi kuwategemea. Lakini niwakumbushe ya kwamba kuna baadhi ya dalili ambazo tutaziona baadaye tutakapokuwa tunamalizia, ambazo kwa kweli ukiwa nazo, na hata sasa nitakavyozitaja, anza kuchukua hatua kutafuta namna fulani ya kuweza kuzihimili au kutafuta msaada. Huzuni ya muda mrefu, kukosa matumaini, wakati mwingine kukosa usingizi au kulala sana, na kuna wakati wengine wanakuwa na wasiwasi. Yaani akiona karibu kipindi kinafika au mitihani inafika, anakuwa na wasiwasi, nitafaulu?
Yaani ana wasiwasi mwingi. Wengine anapewa kwenda kutoa wasilisho baada ya group discussion, nani akipewa anatetemeka, wakati wote ana hofu, anakosea hata maneno wakati tunajua kabisa ana uwezo mkubwa. Ni kwa sababu ya wasiwasi ambao anakutana nao, na ni sehemu ambayo asipoihimili inamuingiza katika matatizo yale ambayo tunazungumza ya afya ya akili. Wengine wanaanza kutumia vitu ambavyo sio vya kawaida, anaanza kutumia madawa ya kulevya, mwingine anaingia kwenye kuangalia sana mipira, mwingine anaingia katika kubeti, mwingine anaingia katika kuangalia sana tamthilia kwa majina yake, wengine wanasema series, wengine wanasema episode imetoka, anaweza kusimulia vyote, lakini huko kote kunacheza na akili yako na kujiandaa siku za usoni utakuwa ni mtu wa namna gani. Nigusie kidogo baadhi ya vitu ambavyo vinatukabili sisi kama wanafunzi. Namba moja ni shinikizo la kifedha. Ili ni changamoto mimi nilikutana nalo. Nilikuwa UDOM kipindi fulani pale, nimetoka nimeacha familia yangu, tena niko mtu mzima na miaka 45 najiunga na chuo kikuu, nikaacha watoto, nikaacha mke, alafu sikuwa na bumu, alafu nilikuwa nakaposha kidogo kutoka kwenye ajira yangu. Yaani maisha yalinipiga vizuri, lakini nilijitahidi kuhimili kwa sababu ndio ilikuwa fungu nililolichagua. Na nyie nawatia moyo ya kwamba muwe tayari kuhimili fungu ambalo mmelichagua. Na fungu ambalo mmelichagua ni kukabiliana na hali zote, ikiwa ni pamoja na hali ya uchumi. Ni wakati ambako binti au kijana watajikuta wanaanzisha mahusiano yaliyo rasmi au ambayo sio rasmi. Katikati yake kunahitaji kitu kinaitwa shekeli. Lazima iwe na nafasi ya kuzungumza. Kwa hiyo kuna waliopata bumu, ninatambua, kulia waliokosa na walioambiwa rudia kuomba tena, huenda mwaka huu utapata, na huenda wengine wanasubiri kupata. Kuna ambao hawatapata. Kuna ambao walisomeshwa mpaka form 4 kana matumaini ya kwamba naweza nikapata, lakini wakaja kuambiwa kwamba si rahisi kwa sababu ulipita katika shule za private. Na mimi nilinikuta vijana wangu wote walikosa kwa sababu walipita katika shule za private. Nikapambana, nikasema jamani, si mngenipunguzia tu basi hata kuonekana kwamba nilipiga hatua kwa kufikisha form 4. Lakini system inadai ya kwamba una uwezo. Je, ikikukuta unafanyaje? Hali ya kiuchumi lazima uwe na uwezo wa kuihimili. Kuna changamoto ya kujitambua. Hii changamoto ya kujitambua, sasa wewe ambaye uko katika kipindi cha mpito, transition period, kutoka katika utegemezi wa baba na mama, wa mlezi, wa ndugu na jamaa, uko katika kipindi cha kwanza kuadjust kutoka katika kipindi cha utegemezi kwenda kusimama wewe mwenyewe. Je, utasimamaje? Ukiingia katika mkumbo ambao utakujengea uraibu, kuna vitu kama uraibu wa vitu na kuna uraibu wa tabia. Tutagusa kidogo kama tutapata nafasi. Hayo yote yanakukabili wewe kama mwanafunzi. Sasa nilikuwa najaribu kutafakari kidogo miongoni mwa mambo ambavyo ni vizuri uyaone kwa mwenzio, umsaidie, au wewe mwenyewe ukiyahisi basi uwe tayari kusaidiwa. Miongoni mwa vitu kama hivi ni dalili ya msongo. Hii mada ya msongo ni ndefu, lakini nataka niwape ABC za kusaidiana ninyi wenyewe ili mtambuane aidha kumfikisha mtu, kwa sababu matatizo ya afya ya akili sio kama kuumwa kichwa au kujikata au kupata homa. Mara nyingi watu ambao wana shida ya changamoto kwenye akili hawajielewi, na kwa sababu hawajielewi, wewe na mimi ndio ambao ni wasaidizi wao wa karibu. Rafiki yako, jirani yako, classmate, msaidie. Ukiona muda mwingi ana huzuni, kimya kimya peke yake, haongei, kama kata tamaa hivi, jaribu kutafuta namna ya kumsaidia, maana wewe umemtambua, yeye anaweza kawa hajitambui.
Kuna dalili kama vile mtu anaweza akawa kila wakati analalamika, nimechoka sana. Mnasoma naye mnashangaa kashasinzia huku, mko kwenye discussion. Mkimwamsha baada ya muda mnaona yuko disconnected. Kama hamko pamoja naye, msaidieni. Kuna kupungua kwa umakini. Unaweza kashangaa wakati fulani anasema hivi, mmesemaje? Au anavuta simu, anaanza kupitia simu, ametoka katika discussion au alikuwa anasoma, anaanza kupotezea kwenye vitu vingine, anakuwa na mvuto wa vitu vingine. Kuna wengine hata wanakuwa na mawazo ya kujiua. Sasa mwenye mawazo ya kujiua wewe huwezi kumtambua, lakini wewe ukiwa na hisia ya kukata tamaa ya kuishi duniani, chukua hatua ya kupatafuta msaada. Hayo ni mambo ambayo ni ya muhimu sana, na kichocheo kikubwa huwa inaweza kuwa ni shinikizo la masomo yenyewe, mahusiano, matatizo ya mahusiano. Kuna watu wengine wanaanzisha mahusiano humu ndani, wengine wanasema nimepigwa kibuti, mwingine anasema kaniingilia kwenye mahusiano yangu. Haya yote yanaamsha hisia ambazo zinaweza zikaleta shida baadaye. Mengine tutayaona katika ufaulu. Alikuwa anakaja kufanya kazi vizuri kabisa darasani, anafaulu vizuri, lakini baadaye mnashangaa anakuwa miongoni mwa watu ambao wanafeli, miongoni mwa watu ambao wanasapo sana, mpaka wanafikia kipindi cha kukeri. Hatukatai kusapo, hatukatai kuwezekana kukeri, lakini mengine yanaweza kuwa ni matatizo ambayo yana mzizi uliojificha, ni lazima uweze kutafutwa. Hivyo basi ni vizuri sana kuangalia na kuwa na uhakika wa vitu ambavyo vinaweza vikatusaidia. Sasa nizungumzie kidogo kuhusiana na uchovu wa kupindukia. Wale wenye lugha zao wanaita burn out. Hii ni dalili ambayo inawakuta wanafunzi wengi, na mara nyingi anapoanza kujifunza anaweza kafikia kipindi fulani akakosa uwezo wa kutambua ya kwamba natakiwa nimalize ngwe hii ambayo najifunza, kwa sababu muda ujao ni mfupi, kama ni semester inakata mapema. Kwa hiyo anakuwa ni mtu ambaye ni mwepesi sana kuchoka. Sio hivyo tu, anakuwa ni mtu ambaye anaona kana kwamba anaweza kasogeza muda, kulala, kutokuwa mchangamfu, kukosa hisia ya kuchangamana na wenzake. Alafu mara nyingine anaanza kuwa na hisia kama hasi vile, anaanza kujiona kama siwezi au ninaweza. Mbona wenzangu wanaelewa vizuri lakini mbona sielewi? Mbona nilikuwa nafanya vizuri? Hayo yote mahojiano yanaweza kumpeleka katika hali ya kupotea zaidi na kukata tamaa na kuingia katika namna ya kuweza kukosa kutimiza hitaji lake la kuingia kwenye masomo. Sasa kwa kizazi hiki kuna mambo makubwa mawili ambayo nataka niwaachie wanafunzi muyafanyie kazi baada ya kunisikiliza. Swala la kwanza ni uraibu. Nizungumze kidogo uraibu. Uraibu uko wa aina mbili ambazo ni kuu tunazitambua. Kuna uraibu wa vitu, hatujapona. Huu uraibu wa vitu, ukiwa mraibu, nitaonyesha dalili kidogo hapa, umewekwa katika kundi la matatizo ya akili. Kwa wale ambao ni wataalamu wa afya, kuna kitu tunaita DSM ambazo kuna namba zake, lakini katika DSM-5 yani imethibitika kabisa kwamba uraibu ni hali ya kitabia au matumizi ya vitu ambavyo mtu hushindwa kujizuia licha ya kutambua madhara yake. Yani ikishafikia kipindi unashindwa kujizuia. Sasa hapo mna simu, hapo kuna wapenzi wa mpira wa Simba na Yanga, hapo kuna watu ambao humu ndani sio nyie, lakini wanafunzi wenzenu, hata kama ni nyie huenda muangalie kama huko au hauko, lakini nategemea kwamba sio nyie. Kuna wengine wanabeti kwa aina zake.
Kuna wengine wameingia katika mfumo wa michezo ya kutafuta fedha za haraka, tunaita pyramid schemes. Yaani mtu yuko tayari kuambiwa weka shilingi 50,000, baada ya siku 3 utapata 1,500,000. Ukibobea huko katika kundi la watu ambao wanaingia kwenye matatizo ya akili, kwenye kundi la uraibu. Lakini kuna watu ambao wanatumia vitu, kuna kitu kanaitwa energy drink, katamu. Watu wanatumia sana, hasa vijana. Anatokana kwa asubuhi, anapiga, akiingia darasani anako pembeni. Mle ndani kuna content 3, 2 ni hatari sana, ambazo hatutaki kuzichanganua sana hapa, lakini yatosha kukuambia kwamba ukianza kutumia vile vitu, vina tabia ya kwenda kwenye sehemu, kwenye ubongo kuna kasehemu kanaitwa kasehemu kwa ajili ya furaha, pleasure center, na kemikali zake dopamine pale. Yaani sukari inapenda kwenda pale, nicotine inapenda kwenda pale, madawa ya kulevya inapenda kwenda pale, yaani vitu vizuri vizuri vinapenda kwenda pale. Ukishindwa kujidhibiti, unaingia kwenye eneo la uraibu. Sasa huu uraibu wa vitu inaweza kuwa ni pombe, naamini sio nyie, inaweza kuwa ni bangi na vichocheo mbalimbali, lakini pia kuna vitamu ambavyo ni vigusia. Yaani mtu akiona hivi anatamani atumie. Ni kitu ambacho ni kigumu sana mtu akishaanza kukitumia au kikishamteka, na ndiyo maana akaitwa mraibu, na taratibu zake ni ndefu za kumrejesha mtu aweze kuwa katika hali ya kawaida. Lakini tungali tunajitambua, ndio muda wa kujidhibiti. Ninapokaribia kwenda kumalizia hii sehemu ya utangulizi, ni vizuri tujue kwamba kuna uraibu wa tabia. Uraibu wa tabia unahusisha kushiriki na kulazimishwa katika shughuli ambayo wewe unadhania ina raha, lakini mwisho wa siku ina madhara yake kisaikolojia, kijamii na kifedha. Mfano mzuri ambao watu wengi wameingia ndani ya kanisa na nje ya kanisa, maana wengine tumewashuhudia wakilalamika, ni washiriki. Nitoweka kisa kamoja. Nilikuwa kanisa moja na sali hapa Dar es Salaam. Ilikuwa ni jioni, tupo katika ibada jioni ile ya kutaka kufunga. Kijana mmoja akatoka kana sema wengine pale, sisi watu tunawasikiaga vijana mnapoongea, sio kwamba kwa nia mbaya, lakini watu tunawasikia. Akasema mkeka wangu umechanika. Sasa mkeka umechanika, malalamiki mengi yakaenda, nikagundua kwamba kumbe na ndani ya kanisa kuna watu wanabeti. Sasa ile ikienda ina uraibu, ni gambling disorder, ni kamari kabisa. Na hiyo kwa wewe kijana, kwa wewe Mkristo, sio sehemu yako ya kuingia sana. Nikipata nafasi nitazungumzia uraibu kama 3 ambazo ni hatari sana tulizonazo ndani kama vijana. Hizo tutaangalia kwa sababu mwisho wa siku ndio kizazi tutakitengeneza. Ndio atakuwa baba wa watoto wako, ndio atakuwa mama wa watoto wako, ndiye ambaye unategemea kwamba aitengeneze familia ambayo mnaenda kuipata, lakini inatengenezwaje na mraibu tena wa tabia, afu alete mtu mwenye tabia nzuri. Ni swala ambalo sio rahisi sana. Hivyo basi yatosha kwa siku ya leo kusema ya kwamba ni vizuri sana unapojiona una hisia ambayo inahitaji msaada, tafuta msaada. Ndio maana tuna chaplains, ndio maana tuna viongozi tumechaguana humu ndani, ndio maana tuna marafiki, ndio maana tuna mentor, ndio maana tuna wale waliokutangulia. Unakuta mwingine yuko mwaka wa 2, mwaka wa 3, mwingine ndio yuko mwaka wa kwanza anataka orientation. Hawa wote tunatakiwa tuweze kusaidiana, ili basi azima yetu iweze kufikia ya kusaidiana, na mwisho wa siku
kuona ya kwamba tunafanikiwa. Nimejitahidi kugusa sehemu mbalimbali, lakini yatosha ya kusema ya kwamba kesho tukipata nafasi tutagusa kidogo, kwa kina kidogo, mitandao ya kijamii na internet na mambo yake. Na ninaamini kwamba kila mwanafunzi, hata sisi watu wazima, karibu kila mmoja, asilimia karibu 99 sasa hivi unamkuta ana kasimu kanaitwa smartphone au ana tablet au ana kompyuta. Huko ndani kuna mateso. Kuna mateso ya online gaming, kuna mateso ya betting, kuna mateso ya movie, kuna mateso ya kuscroll. Mtu akifungua Facebook au TikTok akakutana na vitu vinaitwa reels, akakutana na clips, akakutana na kuna comedy mle ndani. Kuna yani unaweza ukakaa ukashangaa mtu kamaliza masaa 3 alafu ni kama kwamba yani ametumia dakika 5 tu. Haya yote sisi watu wazima na ninyi wanafunzi hatutapona. Yanatuhusu, lakini lazima tuyashinde. Na ndani ya hayo lazima tufanye mambo ambayo yatafanya Kristo aonekane, kwa sababu hivi vyombo si vibaya. Tatizo ni matumizi yetu sisi katika kuvidhibiti na kuvitumia. Bwana Yesu asifiwe. Nichukue nafasi hii kuwashukuru sana, muda wangu umeniishia. Kesho tutaanza ambako tumeishia, na ninaamini ya kwamba kila mmoja itamsaidia aliyekusudia kumruhusu Kristo ambadilishe. Naam, atabadilika na itakuwa msaada katika maisha yake. Mungu na atubariki, awabariki katika jina lake Yesu. Amina. Basi niwasihi tuweze kuinamisha vichwa, tuweze kuomba ili kutoa fursa kwa vipindi vingine vinavyokuja. Mungu wetu na Baba yetu, tunakushukuru sana kutupatia fursa hii ya kugusa mambo machache. Afya ya akili ni pana, ambayo hata wewe ulisema linda sana moyo wako, kwa sababu huo ndio mlango wa kukuona au kupotea. Tunaomba utusaidie katika akili hizi zenye kutangatanga katika kipindi cha mpito wa kutoka katika ujana kwenda kwenye utu uzima. Kipindi hiki kina changamoto nyingi, kwa sababu ndio tunajitambua, ndio wakati wetu wa kusimama, ndio wakati wetu wa kutegemewa kuwa ni nani siku za usoni. Tunaomba utusaidie tujitambue, na mwisho wa siku tuwe na maamuzi yenye tija, maamuzi sahihi, maamuzi yenye mtazamo chanya kwa ajili ya faida ya kanisa, faida ya familia na faida ya taifa, lakini bado faida yetu ya kiroho kwa ajili ya kuokolewa, maana hapa sisi duniani ni wapitaji tu. Tunaomba hivi tukiamini ni katika jina lako Yesu uliye Bwana na Mwokozi wetu. Amina. Basi nawashukuru sana na Mungu awabariki katika jina lake Yesu.